Mpendwa mtazamaji, Dominika ya 6 ya mwaka A wa kanisa. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira, sura ile ya 15 aya ya 15 hadi ya 20. Na somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa kanisa la Korinto, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ile ya 2 aya ya 6 hadi ya 10. Na injili tunaipata kutoka kwa mwinjili Mathayo, sura ya 5 aya ya 17 hadi ile ya 37. Nitaisoma injili. Yesu aliwaambia wafuasi wake, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kuitimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja kati ya hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni, bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amuoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi wakati wapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amini nakwambia, hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Mmesikia kwamba imenenwa, usizini, lakini mimi ninawaambia, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe, ulitupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate, utupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Lakini mimi ninawaambia, kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimwoa yule aliyeachwa azini. Tena mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usidhuru, ila mtimizie Bwana nyapo zako. Lakini mimi ninawaambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndiyo pa kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndiyo mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Bali maneno yenu yawe ndiyo, ndiyo, sio, sio, kwa kuwa yazidiyo hayo yatoka kwa yule mwovu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira, mwandishi aliyeandika kitabu hiki, wanasema watafasiri katika Biblia kwamba ni maneno ya Mfalme Sulemani, ambaye
alikuwa ni mtoto wa mfalme Daudi. Alipata bahati kuweza kuwa na akili kubwa, ambayo hii akili ilimpelekea kuweza kuwa na hekima. Maneno yake yakawa uzima. Nyakati zake za mwisho anapoondoka duniani sasa, baada ya tafasiri yote ya maisha, baada ya maisha yote aliyokuwa ameyaishi, sasa anaandika maneno ambayo yamebakia kuwa kumbukumbu mojawapo ya kitabu cha maneno yake ya mwisho. Ni kitabu cha Yoshua bin Sira, sura ile ya 15. Huyu Yoshua bin Sira Sulemani anazungumza kwamba Mwenyezi Mungu katika maisha ya mwanadamu hapa duniani amemwekea amri, na hizi amri tunazifahamu, zile amri 10, na amesema kwamba hizi amri zimewekwa kwa ajili ya kutenda, na mbele ya hizo amri ambazo Mwenyezi Mungu amemwekea akitenda, kuna matokeo yafuatayo: kuna moto na maji. Katika habari za taifa la Israeli walikuwa wanafananisha kwamba Mwenyezi Mungu ni moto ulao, moto uteketezao, na maji yanasimama katika habari za maangamizi. Usisahau pia dunia iliangamizwa kwa maji ya gharika, na wana wa Israeli walimuona Mwenyezi Mungu kama moto akiwa anatoa amri zake katika ule mlima Sinai, na Musa akaingia kule, na wao wakasema Mwenyezi Mungu ni moto. Kwa hiyo amesema mbele ya maisha ya mwanadamu kuna moto na maji, na mwanadamu ana chaguo lake. Anasema kwamba mbele ya mwanadamu akichagua uzima ataishi, na baadaye pia mbele yake pia kuna mauti. Akichagua mauti ataangamizwa, na kila binadamu atachagua kile anachopewa na kile anachokipenda. Sasa katika maneno haya ya Yoshua bin Sira, huyu Sulemani amesema mwanadamu, chagua hekima. Chagua hekima ya Mwenyezi Mungu. Amesema ukichagua hekima ya Mwenyezi Mungu inatosha. Haya mambo mengine yote haya amesema mwanadamu ataangamia, na katika hekima hiyo ya Mwenyezi Mungu ndipo utapata kumcha Mwenyezi Mungu, uchaji utakuja kwako. Na anasema hivi Mwenyezi Mungu, kwa kila kazi ambayo mwanadamu amefanya Mwenyezi Mungu anaichunguza, na siku moja hizi kazi tunazozifanya zitakuja mbele yetu. Sasa katika hayo ya Yoshua bin Sira, huyu Sulemani anasema kwamba mwanadamu yoyote yule asije akafanya uasi, mwanadamu yoyote yule asije akaruhusu dhambi iweze kumtawala akajitenga na Mungu wake. Katika kuweza kusubiri hekima kubwa ya kimungu iliyokuwa inakuja, watu wamemshangaa Sulemani katika hekima yake. Nyakati zilipotimia, Yesu Kristo akaja. Yeye ndio hekima ya Mwenyezi Mungu, yeye ndiyo neno la Mwenyezi Mungu. Amesema kwamba katika yeye vitu vyote vilikuwa vimefanyika. Tumesikia Dominika 2, Yesu Kristo anatengeneza kundi la wafuasi wake. Aliwapatia zile mwongozo wake, yani zile heri, na baadaye pia akaja akawaeleza kwamba hawa watu ambao wamemfuata, wafuasi wake, akasema kwamba ninyi ni chumvi, akasema pia ninyi ni nuru ya ulimwengu. Sasa katika hiyo likaibuka kundi la Wayahudi ambalo lilikuwa ni kundi la kidini. Makundi haya ya kidini katika dini ya Kiyahudi walikuwepo watu wanaitwa Mafarisayo, walikuwepo watu walikuwa wanaitwa waandishi. Kazi ya waandishi ilikuwa zile amri 10 za Mwenyezi Mungu alizokuwa amezitoa, ambazo tunazifahamu. 4 zinazungumza, 3 zinazungumza mahusiano ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu, alafu kuanzia namba 4 mpaka namba 10 inazungumza mahusiano ya mwanadamu kwa mwanadamu. Hawa waandishi wakazitafasiri zile sheria katika sheria ndogo ndogo za matendo, kwamba kila Myahudi halisi lazima azitende zile sheria za Mwenyezi Mungu. Sasa walipozitafasiri zile sheria 10 zikafika mpaka zikawa zaidi ya sheria 1000. Baada ya kwenda kuzitafasiri zile sheria, hawa waandishi, likaibuka kundi jingine ambalo walikuwa wanaitwa Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa ni kundi la kidini waliokuwa wamepewa jina la waliojitenga, wanajitenga na uovu,
na kuhakikisha kwamba wanamfuatilia kila Myahudi. Je, amezitenda hizi sheria ambazo hawa waandishi wamezifundisha? Amezitekeleza? Kwa sababu sheria za zile 10 ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa amezitoa chini ya mlima Sinai, zinazopatikana kutoka katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 20, baadaye wakaziongeza, wakasema vile vitabu 5 vya Musa ambacho ni kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu kile cha Hesabu, Mambo ya Walawi na Kumbukumbu la Torati, wakasema kwamba hivi hapa navyo ni sheria. Baadaye wakaja wakaongeza pia Zaburi. Kwa hiyo akasema kila Myahudi lazima azitende. Nani wa kufuatilia? Mafarisayo wakawa wanafuatilia. Yesu akaonekana kwamba yeye ni mpinzani, amekuja kuvunja zile sheria. Anakula anafanya kazi siku ya Sabato, anaruhusu watu wake waweze kula siku ya Sabato, anaponya siku ya Sabato. Wakaanza kumfuatilia yeye. Leo anakuja kutoa majibu, ndio ile Mathayo sura ya 5 kuanzia aya 17 mpaka 19, anasema kwamba fikira zenu ni mbovu, msifikirie kwamba mimi nimekuja kuvunja sheria zile 10 amri 10 za Mwenyezi Mungu, vitabu 5 vile vya Torati na manabii. Sikuja kuharibu, bali nimekuja kutimiza. Katika hiyo anathibitisha kwamba yeye amekuja kutimiza zile sheria za Mwenyezi Mungu. Namna gani? Amesema amekuja kutimiza zile sheria za Mwenyezi Mungu kwa sababu manabii wote kuanzia nabii Isaya na wote waliokuwa wamefuata walitabiri juu ya Yesu Kristo kwamba atakuja. Kwa hiyo yeye ndio utimilifu wa sheria, na baadaye anakuja kutimiza matakwa yote ya Mwenyezi Mungu ambayo alikuwa amezungumza katika lile Agano la Kale, katika swala zima la mafundisho, kwamba itafika kipindi mambo yote ya Agano la Kale ni kivuli, ni giza. Itafika kipindi utakuja ufunuo wenyewe, yaani mtakuja kuona mwanga. Kwa yeye ndio mwanga, yeye ndio ufunuo wa Mwenyezi Mungu. Anakuja kutimiliza giza la Agano la Kale, linaondoka, yeye ndio mwanga. Anakuja kutimiliza hii sheria ya manabii kwamba Agano la Kale lilikuwa limeanguka kwa sababu Adam hakuwa mtii kwa Mwenyezi Mungu. Sasa yeye Yesu Kristo anapokuja kutimiliza, yeye anakuja kuwa mtii kwa Mwenyezi Mungu, utii wake mpaka anakuja kufa kifo cha pale msalabani, anamwanga damu yake kwa ajili ya ukombozi wa dunia nzima. Kwa hiyo anatimiza sheria ya manabii kwa kifo chake pale msalabani, kwa kuchukua dhambi zetu ambazo sisi wote tumekombolewa. Kwa hiyo leo hata tunaposikia neno la Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya utii wake, kwa sababu Yesu Kristo amekuja kutimiliza zile sheria za Mwenyezi Mungu. Sasa Yesu anaongeza, anasema neno hili zito kidogo, kwamba mtu yeyote yule ambaye ameona sheria za Mwenyezi Mungu hizi akaamua kuwafundisha watu hizo sheria alafu hajafanya, huyo atakuwa ni mdogo. Alikuwa anazungumza kundi lile la waandishi, kazi yao ilikuwa ni kufundisha, lakini walikuwa hawatendi. Anazungumza na Mafarisayo, walikuwa wanaitwa wanafiki, kazi yao ni kuwafuatilia watu. Je, wametimiza zile sheria? Lakini hawatendi. Leo ndani ya kanisa tuna makundi haya mawili, waandishi na Mafarisayo, ambao ni kufuatilia, je, mtu amelipa zaka? Ni kufuatilia, je, mtu anasali katika ibada? Ni kufuatilia, je, mtu anakwenda kwenye jumuiya? Ni kufuatilia tu maisha ya watu. Makundi kama haya wanatafasiri zile sheria, lakini hakuna hata mmoja ambaye ni mwaminifu. Unakadhania tu, unasimama kwenye mimbari, jamani tufanye hivi, tusizini, tufanye hivi, lakini hiyo ni neno la nje, ndani mwako halipo. Amesema kundi hili la watu kama hao ambao kazi yao ni kufundisha lakini hawatendi, usije ukashangaa katika ufalme wa mbinguni ukienda hutawaona mbinguni. Amesema watoto wadogo, kwa sababu walikuwa wanafundisha lakini walikuwa hawatendi. Tumuombe Mwenyezi Mungu sana, mtuombee, muwaombee wale ambao kila siku wanasimama kwenye mimbari wakifundisha amri za Mwenyezi Mungu lakini hawazitendi, wao ni mdomoni tu. Na baadaye Yesu anaongeza, anasema hivi, kwa wale ambao watazijua amri za Mwenyezi Mungu vizuri na baadaye watazifundisha na kuzitenda, hawa wataitwa wakubwa katika ufalme wa mbinguni.
Kwa amri za Mwenyezi Mungu ambazo tupo nazo, ambazo Yesu Kristo alikuwa amezileta, amesema amri ya upendo ni ya kutenda, si ya kuzungumza, ni ya matendo. Ukitenda zile amri za Mwenyezi Mungu, wewe utakuwa ni mkubwa. Amri za Mwenyezi Mungu zipo katika swala zima la matendo. Na ukifuatilia katika maisha ya Ukristo, mpendwa mtazamaji, tunaumizana sana kupitia matendo yetu. Matendo yana nguvu sana katika maisha yetu. Watu wameacha kwenda kanisani kwa sababu ya matendo ya baadhi ya watu. Wamefanyiwa matendo mabaya. Kama matendo yetu yangekuwa ni mema kwa wenzetu, katika zile amri 10 za Mwenyezi Mungu ambazo tunazozungumza, kuanzia amri ile ya 4 mpaka amri ya 10, kama matendo yangu, Mtakatifu Agustino amezungumza, amesema kwamba nikipenda, maana yake sitamtendea mwingine mabaya. Yaani katika upendo ule wa Kristo sitaweza kukubali katika swala lazima kumuona mzazi wangu anateseka kwa ajili yangu, matendo yangu ni mabaya, mpaka mzazi analia, anaumizwa, anatoka na machozi ya damu, ninafanya matendo mabaya. Ile amri ya 4. Nikishika amri za Mwenyezi Mungu, siwezi kumuua mwanadamu mwenzangu hata mara moja, siwezi kutoa mimba, siwezi kumwekea sumu, siwezi kumuua kwa maneno. Nikimpenda mwanadamu mwenzangu, siwezi kuingia katika dhambi za uzinzi za ovyo, mpaka familia yangu, mpaka familia inaharibika. Umetekwa akili, umekuwa Suleiman ambaye baada ya mafanikio alitekwa akili na wanawake mpaka akamwasi Mwenyezi Mungu. Kwamba umefanikiwa katika safari yako ya maisha, umeiacha familia yako, umetekwa na uzinzi na wanawake wamekuteka, na wanaume wamekuteka, vijana vidogo vile kuteka akili zao. Mama mzima unakuwa katika mahusiano ya ovyo na vitoto vidogo vimeteka akili zako, na unajiita Mkristo. Huwezi ukafanya mambo ya ovyo kwa sababu mtoto mdogo huyo unayetembea naye umemwadilia nafasi yake. Huyo ni kijana mdogo ambaye ana nafasi yake ya maisha. Wewe baba, kwa sababu ya pesa yako unaamua kutembea na vibinti vidogo, umemfanya akose nafasi ya kuja kuolewa na kijana mwenzake. Umeharibu maisha ya huyo binti. Huwezi kumfanyia matendo kama hayo. Huwezi kuiba. Unaiba mwizi kila siku, na kanisani unakuja kumnika mwili wa Kristo. Amina. Umekaa benchi la mbele, unaonekana kwamba wewe ni Mkristo, lakini ni mwizi wa mambo mbalimbali huko. Yaani huna utulivu. Ni muongo. Kila siku wewe ni uongo. Umesababisha familia zimefarakana, umesababisha wenzako wengine hawaongei, umeharibu ndoa za watu kwenye vikundi mbalimbali vya kikanisa, sio vikundi mbalimbali, sio vya kina mama. Ni uongo mtupu kuwasema watu kila siku, ni uongo kutoa neno kama hili. Kama wewe umeshika amri za Mwenyezi Mungu, huwezi kila siku kuzungumza uongo. Nyingine, tamaa mbaya za mali za watu na wanawake. Unamtamani mwanamume ambaye si wa kwako, unamtamani mwanamke ambaye si wa kwako, unawatamani pia hadi watumishi wa Mwenyezi Mungu. Kazi yako ni tamaa tu. Yesu anakataa vitu kama hivi, na ndio maana basi anazungumza kwa ukali sana. Anasema kwamba kama katika safari yako ya maisha, anasema kwamba imeandikwa usizini, lakini kwamba ukimtamani tu mwanamke umeshazini. Imeandikwa kabisa kwamba usiue, lakini una hasira na ndugu yako, wewe umeshaua. Una hasira mpaka unapata ugonjwa wa pressure, mpaka kila siku unatumia dawa kwa sababu ya hasira. Unakuja kanisani kifua kimevimba, tunakuona kabisa kama una afya, lakini kumbe hasira zimejaa kwenye kifua chako. Nini? Hutaki kuweza kupatana na ndugu yako. Yesu anatoa mwongozo, anasema kwamba kama wewe ni mtu wa Mungu, umekubali kuweza kuwa mfuasi wa Kristo, na kila siku unakwenda kanisani, na kwa sababu sheria ya Kiyahudi ilikuwa inazungumza kwamba hupaswi kuingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu bila sadaka. Ni kweli umeandaa sadaka kubwa, umefanya maombi mengi, umefunga, unakuja kutoa sadaka kwa Bwana, lakini ndani mwako una neno. Yaani umetoka nyumbani uongee na mume wako, umetoka nyumbani uongee na mke wako, mmegombana usiku mzima. Jumapili unakuja kanisani kuja kutumikia, unakuja kutoa sadaka, na unaondoka kwenye benchi unasema kwa nini nisiende? Unaenda kutoa sadaka na una neno. Kuna mtu umemweka katika kifua chako, kuna mtu mwaka mzima uongee naye, kazini kwako kuna mtu uongee naye. Amesema sadaka yako haina maana. Anasema hivi, acha sadaka yako, acha maombi yako hayo, acha mifungo yako hiyo, acha, nenda kapatane na ndugu yako yule ambaye uongee naye.
kwa sababu yule ndugu yako ambaye uongee naye ujue kwamba ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Na isitoshe huyo ambaye umekataza kuongea naye ni yatima au ni mjane. Na makundi haya mawili, yatima au wajane, mjane Mwenyezi Mungu ndio mume wake, yatima Mwenyezi Mungu ndio baba yake. Sasa uongee na mtoto ambaye Mwenyezi Mungu ni baba yake, umemfungia, unadhani kama utafanikiwa katika maombi yako? Ndio maana unatoa sadaka nyingi, umetoa sadaka nyingi, lakini maombi yako hayajibiwi, kwa sababu umewaweka watu ndani ya nafsi yako. Ndani ya nafsi yako anapaswa kuweza kukaa Mwenyezi Mungu na kuweza kuabudiwa. Leo hii ni wangapi wanakuja kabisa kanisani lakini hajasamehe, hujamwachilia mtu? Yesu anasema kwamba ukija kufa na hiyo dhambi hujamsamehe, hujamwachilia mtu, amesema utaenda kutupwa jehanamu. Na mpaka leo hii, mpendwa mtazamaji, watu wengi sana ambao wamekufa, tulikuwa tunaambia msamehe, mwachilie mtu, anasema siwezi kumwachilia. Wamekufa, na wanapokufa wamekakamaa, wameenda wako jehanamu, wanaungua kwa sababu hawakusamehe. Hebu sheria za Mwenyezi Mungu zikusaidie uweze kusamehe, uweze kuachilia. Sheria za Mwenyezi Mungu zikusaidie uweze kuwa Mkristo mwema wa matendo. Sheria za Mwenyezi Mungu zikusaidie uweze kuwa mtu wa huruma na mapendo. Sheria za Mwenyezi Mungu zisikufanye kila siku kanisani unawatazama wengine kufanya mambo kama hayo, umekuwa ni Farisayo lakini wewe hutendi. Na sheria hizi basi zitufanye kama vile Paulo anavyozungumza kwenye ile kanisa la Korinto, anasema kwamba hekima ya kimungu ambayo wanadamu wengine wameipata, wameikosa, sisi tumefunuliwa mambo makubwa ya Mwenyezi Mungu. Na mambo makubwa ya Mwenyezi Mungu ambayo tumefunuliwa, maana tunafanya matendo zaidi ya ile sheria, kuweza kumwachilia mtu, kuweza kumsamehe mtu. Hizo ni siri ambazo ni wachache wana ujasiri kuweza kuyapata mambo kama hayo. Tukiyashikilia mambo hayo ambayo jicho halijawahi kuyapata kuweza kuyaona, wala sikio halijawahi kupata nafasi kuweza kuyasikia, amesema tukiingia nayo katika moyo ule wa Ukristo ndani mwetu, amesema tuna hazina mbinguni na baadaye tutaitwa watakatifu. Na Dominika hii itufanye tuweze kuwa watu wema mbele za Mwenyezi Mungu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.